Hello and good morning. How are you, friends? I believe that you're well today, and by the grace of God, we are here once again. And I'm so grateful to have you here. If it is your first time, feel much welcome. If you've been following me in this channel, kindly, I appreciate you so much. Continue doing it for the honor and for the glory of God, and I'm sure you are also going to benefit. So, today I want to speak about something um, uh, so good, let me call it so. I want to speak about stolen waters. Stolen waters. There is this saying, uh, like, stolen waters are sweet. It's a Bible actually, in the book of Songs of Solomon. The Bible says stolen waters are sweet, but then people tend to misunderstand this verse. Like when I say stolen waters, stolen waters, I've written an article about stolen waters, and then mine is like a question. The topic is like a question, like stolen water sweet, like haya maji yenye yameibwa if I may so, is it sweet? So mine is like a question, so ukisoma pale, by the end of the article you'll have the answer. So ukiitaka iko pale my website, utaweza kuipata. I'll give the details of my website by the end, by the description of this video utapata pale. Kama unataka kuisoma in article form, then nimeandika things to do with stolen waters. So kindly, it's good we interact till the end of this video, na kama unataka in written form, as I've said, unaweza jisomea pale nimeandika. So stolen waters, I don't know how you understand by this word stolen waters, like something stolen, kitu yenye imeibiwa. And I've said it's good we understand what the servant of God was trying to say. In other words, he was not encouraging people to steal waters, because in the same book, book, that is the Bible, the word of God says in Proverbs that people should drink water from their own cistern. Yeah. So stolen waters. Here comes people who are willing to start life or to start marriage. We have a young man, we have a young woman, and then katika harakati ya kujiandaa, that is we call it courtship, unapata like there's this belief that I cannot move the person when I've not known how they are. In other words, siwezi nikapeleka gari kwa nyumba kama sijaijaribu nijue kama iko sawa. So unapata imekaganya watu wengi, including the Christians. Yeah, tumeokoka ndio, we are believers, and we know the word of God says that we should not defile the bed. Ile like it's good you test those waters kama already umeshaleta mtu kwa nyumba yako, in other words umemuoa ama amekuoa. So unapata kuna hiyo saying inasema, yani hiyo belief inasema hivyo, na tumejipata tu kwa ile hata na sisi kubelieve hivyo ya kwamba inastahili kuwa hivyo. Na yamkini wateule, unapata watu wanakubaliana na hiyo ya kwamba siwezi oa msichana kama sijajua ako namna gani. Siwezi nikaolewa na kijana mwenye sijajua kama ako functionable or something. Na due to this we have ended up trying or testing. So unapata, yeah, before sasa tufanye ile, although we call it only matrimonial, but already tumechafua the bed. Tumeshaenda to that extent ya mimi kama ni msichana nimeshalala na ule boy, sasa ni proof kama ako sawa. Kama ni boy ameshalala na mimi, to prove whether I'm okay. Na watu ukiwauliza wanasema ile like enyewe sasa utaoa mtu aje kama hujajaribu ukajua kuna namna gani. Na unapata kwamba
This is a trend yenye imekuwa. In fact, if you were to ask kwa makanisa yetu siku hizi, like, ni nani amewahi oa msichana kama hajalala na yeye? Ni nani ameolewa na kijana na hawajalala pamoja? 90% utapata 90% wameshafanya hivyo. Only 10% or 5%, wacha tusiwapee hata 90, tusiwapee hata 5%, I mean 10%, around 5% ndio watakuwa wamepita huo mtihani. Then 95% itakuwa ni wale already wamesha give in, wameshaingia kwa haya mambo kujaribiana, to test waters. Kuna wale wengine pia wako kwa ndoa and then unapata like, nimepata my wife is not good in bed, my husband is not good in bed, and then ninaamua sasa wacha nijaribu kwingine. Haya mambo tunayafanya and we are born again, we are believers, and we believe that God anaelewa haya mambo. In fact, God hates sin, sexual sin. Okay, siseme kuna dhambi yenye Mungu anapenda, but dhambi ya usherati, dhambi, the sexual sin, ni kitu yenye Mungu anachukia sana. We have fornication. Fornication ya wale wenye unaingia, you are not married yet, na mna practice that act. Adultery nayo ni ya wale mmoja anaweza kuwa ameolewa mwingine hajaolewa, ama wote wako kwa ndoa and then they are doing this thing illegally. What I mean by illegally, I'm sure you understand. Like, wife anaona toshelezwi na bwana, anaenda kwa mwingine. Bwana anaona wife yake mtoshelezi, anaenda kutafuta another woman who is married or who is not married, na ye ako kwa ndoa. Sasa unapata ya kwamba haya mambo tumeyafanya na wengine wetu ya ministers in the church. So instead of kukua na ule mfano mzuri kwa wale watu hawajaokoka, then sisi ndio tunaongoza kuyafanya yale mambo. Na ukiuliza mtu mbona anafanya mambo kama yale, ukimconfront anakuchukia, ama anakuambia like, kama akona grudge, kama akona boldness enough, atakwambia like, everybody is practicing it. In fact, I was watching another movie somewhere, and then the husband was being asked by the wife, why are you doing this to me? Even it reached to a point where wakaenda kufanyia hiyo, wakawa wanafanyiwa hiyo case na mchungaji wa hiyo kanisa. And then when the husband was asked, anasema, in fact, this is not something new, everybody is doing it. Like, kwake, yani, haoni kama kuna shida yoyote. Everybody is practicing it. And wanasema hakuna msichana atakana, hakuna wife atakana bwana mmoja, hakuna bwana atakana wife mmoja, hata kama kuna yule ameweka kanyumba, lazima kutakuwa na mwingine wa nje. So in other words, we have legalized. Yani tunaona tu ni kawaida. Tunaona hata hiki tumepitisha, ni sheria tumepitisha. Like, you cannot stick to one person. You cannot stick to one person. This thing is sinful before the eyes of God. It's God afurahishwi na whatever we are practicing. That is why the Bible says that we drink water from our own cistern. Kama uko pale kama msichana, uko pale kama kijana, unataka kuoa, si lazima utest waters, ila like, si lazima ulale na huyo msichana ama ulale na huyo kijana ndio sasa ujue vile yako. I'm sure people will ask, nitajua aje? Like, and others will come even to prove, ila like, kwa sababu uliniforce, in fact wanatumia hiyo word, ulisema niende, I move on with this person, kama hatujajuana. Sasa ona yale yametokea. Wengine napata wakati tumetoka honeymoon, wakati ambapo tumeanza kuishi na huyu mtu, naona hafanyi kazi vizuri, not like I expected, of which ningejua kama I could be given a chance, maybe could test before tuingie kwa haya mambo. So people will start blaming one another, they will start blaming the authority ama the mentor mwenye aliwaambia si vizuri kufanya yale. I'm here with a word for you, young man over there, young lady over there. Nataka nikuambie kwamba kama njia zako ziko sambamba na Mungu, if you are a true Christian, I'm talking about genuine Christian, ile like God akiangalia moyo wako, you are just good. Achana na hypocrisy. Kama uko sawa kabisa kabisa, njia zako ziko sambamba na Mungu, God will not give you something bad. Ile like, our God is so gracious, our God is so
He is so fine, he is so good. In other words, he is so just. Like hakuna vile ambavyo umekuwa tu sawa, njia zako siku sawa, umetembea na Mungu vizuri, umejinyima raha za dunia hii ukiexpect kupata kitu kizuri, and then God ajiconfuse akupee kitu kimbaya. No, ukipata ya kwamba kuna vile imefika to that extent, ukaoa mtu amjajuana, and then later on unapata ako vingine si vile uli expect, ama anaanza kufanya regret even you yourself, you are not good in the first place. So it means hata wewe kuna njia ulikuwa, kuna mambo ulikuwa unafanya, hata kama si area za usherati, kuna mambo ulikuwa unafanya yenye ni chukizo mbele za Mungu, and because God cannot be confused, neither God cannot can he confuse himself, he cannot confuse himself. So ukipata ya kwamba mambo yako hivyo, inamaanisha hata wewe kuna vile ulicheza Mungu in one or the other. Nimesema si lazima ikuwe in the areas of sexual life. Kuna vile tu hata wewe you have not been faithful to God. Lakini kama kabisa you have been well, your ways are well with God, tithing you are doing, kusengenya you are not sengenyi, you are just perfect, unatembea na Mungu kabisa, you are very keen. Sisemi ya kwamba autelezi, but you are very keen. Hata kujipata umetenda mambo maovu, ukipata umefanya kitu kibaya, ukikuwa rebuked, ukikuwa corrected, you rectify, unarudi katika njia za Mungu. In other words, you are conscious, iko alive, you are working out your salvation with fear and trembling. Yani utaki kitu chochote kikutenganisha na Mungu, very sensitive. So Mungu atahakikisha na yeye on the other side. Wewe una play your part, God ata play part yake. Meaning that when you read in the book of Isaiah 34, the Bible says that no one will lack a mate. Mungu atahakikisha amekupea kitu kizuri because he is a just God. Lakini kama umekuwa ukitembea katika njia ambazo ni kombo na then you expect God akue just kwako, akuendangi hivyo. You expect to get a virgin, wewe mwenyewe uko virgin. You expect to get a disciplined woman, are you disciplined to yourself? You expect to get a wife material, are you a husband material? So God is very just. What you want, ama kile ambacho unatarajia wife yako akue, then start practicing that, na utapata kwamba God will reciprocate because God is not confused. Kama umejiharibu hivi maisha yako, you expect God to come through akutengeneze, it's you to align your ways first. In fact, he says draw near to me and I will not draw near to you. So kitu ya kwanza ni wewe mwenyewe ujilainishe njia zako na Mungu, so that God now comes through, takes over. Then the issue of testing waters, hiyo tunaachia Mungu. Nimesema kama njia zako ziko sawa, you are blameless before God. Hiyo ingine about getting a woman who is good, getting a woman who is faithful, Mungu mwenyewe atatengeneza, because kama vile amesema no one will lack a mate. Mungu mwenyewe anajua kwenye atamtoa, Mungu mwenyewe atampreserve. When you read in James chapter 5 verse 70, the Bible says every good gift, every perfect gift comes from above to us, comes from God to us. So hakuna kitu kimbaya chenye Mungu atakupea kama wewe mwenyewe umekuwa perfect before God, umekuwa mwangalivu before God, umetembea na Mungu kwa unyenyekevu. God will never leave you, God will never forsake you, God does not confuse himself. So Mungu atahakikisha kwamba amekutafutia kitu kizuri kwenye atatoa yeye mwenyewe anajua, lakini I'm sure it is true that God will do it. So the issue of saying lazima niingie ni test ndio nione mambo yako namna gani, as a believer, as a Christian, as a God-fearing child, as a God-fearing son, daughter, you are not supposed to do that. Wewe ukanyange katika njia za Bwana, utembee vizuri kulingana na vile maandiko inasema, be blameless. Hayo mengine achie Mungu, and I'm sure God will do something great. He will surprise you. Then vile unaona watu wako kwa ndoa, watu wenye wako kwa ndoa, you are making the young people waogope mambo ya ndoa, because there are so many divorces. Husbands, wives, wanakaa kwa kuvumiliana, ili like wacha nikaa tu for the sake of our kids, wacha nikaa tu for the sake of the church, lakini ukai pale kwa sababu ya upendo. And then mnaanza kuambia the young people like ndoa hata ningejua singeoa. Sasa unafanya huyu mtu afilaje, ile like anaogopa like, sasa kama maisha ya ndoa ni haya, hata mimi naenda wapi?